wiki nyingine tena tunakutana hapa kuyafahamu mambo mengi kutoka Fountain Gate Academy Tanzania. Matukio yaliyokusanywa kwenye kipindi hiki cha FGA TV ambayo ni mwendelezo wa maisha ya kila siku ya taasisi hii, na utakuwa nami Naila Shomari, fahari ya Tanga. Na tulionayo hii leo ni kuhusu maandalizi ya Fountain Gate FC kuelekea mechi yetu na Azam FC, mbilinge za mechi ya kirafiki na kile walichosema viongozi na wachezaji kuelekea mchezo huo. Fountain Gate Princess tumejipata, ni mwendo wa kugawa dozi na kuupiga mwingi kwenye ligi kuu soka la wanawake msimu huu. Mambo bado hayajanyooka kwa Fountain Gate FC Under 20 na tunayo yanayohusu soka la watoto pale Morogoro. Baada ya kipindi cha mapumziko kupisha kalenda ya CAF, kikosi kilipewa wito wa kurejea kambini Babati kwa lengo la kujiandaa na ratiba ngumu ya michezo inayofuata, ikiwemo mchezo mgumu dhidi ya Azam FC tukiwa ugenini Januari 20. Kurejea huko kuliambatana na ari mpya, hamasa na nidhamu ya kufanya vizuri kwenye mchezo huo, huku benchi la ufundi likisisitiza umuhimu wa maandalizi bora ya kukabiliana na wanafainali hao wa Kombe la Mapinduzi kuanzia mwili na kisaikolojia ili kukabiliana nao na kuwashinda. Ratiba ya maandalizi iliandaliwa kwa umakini mkubwa, ikilenga kurejesha ubora wa wachezaji waliokuwa kwenye mapumziko, kusahihisha makosa yaliyojitokeza katika michezo iliyopita, pamoja na kujenga muunganiko imara ndani ya kikosi. Kama sehemu ya maandalizi, timu ilielekea mkoani Morogoro kwa ajili ya michezo miwili ya kirafiki. Mchezo wa kwanza ulipigwa Turiani dhidi ya Mtibwa Sugar, uliochezwa jioni tulivu kwenye uwanja wa Manungu Complex katikati kabisa ya mashamba ya miwa, ukishuhudiwa pia na rais wa klabu Jafet Makao. Huu ulikuwa ni mchezo muhimu sana kwetu kama timu kwa sababu tulipata kipimo kizuri kwa kuwa tulicheza dhidi ya mpinzani mwenye uzoefu mkubwa wa ligi, aliyejipanga vyema na anayejulikana kwa soka la ushindani na nguvu, na majibu ya ubora wake yalionekana kwenye mchezo wake wa ligi juzi Jumapili pale Meja Jenerali Samuyo Stadium, Mbweni, Dar es Salaam. Katika mchezo huo, benchi la ufundi lilitumia fursa kuwapa dakika wachezaji wengi, hususan wale waliokuwa hawapati nafasi ya kutosha, pamoja na kujaribu mifumo mbalimbali ya uchezaji. Licha ya kuwa ni mchezo wa kirafiki, ushindani ulikuwa wa kiwango cha juu, ukiwa na faida kubwa katika kupima uimara wa safu ya ulinzi, ubunifu wa viungo, pamoja na makali ya washambuliaji. Haikuwa ni kuona nani atamfunga mwenzake goli nyingi au nani atashinda mchezo huo, bali kila upande ulitaka kuona wachezaji wake wamefikia kwenye level gani ya ubora baada ya kutoka kwenye mapumziko ya takriban mwezi mmoja. Baada ya mchezo dhidi ya Mtibwa Sugar, ratiba iliendelea kwa mchezo wa pili wa kirafiki dhidi ya Mbeya City uliochezwa katika uwanja wa Jamhuri Morogoro. Na safari ya kutoka Turiani hadi Morogoro mjini ilianza asubuhi ya Ijumaa ya wiki iliyopita na kufika eneo la tukio mchana kwa siku hiyo hiyo na kuanza maandalizi haraka kwa ajili ya mchezo huo. Ikiwa Morogoro mjini, timu ilipata nafasi ya kuitembelea Fountain Gate Academy Morogoro kwa ajili ya chakula mchana na kusalimiana na wanafunzi pamoja na wafanyakazi wa shule hiyo. Msafara uliongozwa na kocha mkuu Mohamed Laiza na kupokelewa na mwalimu mkuu wa shule hiyo Yosia Malaki.
Huu ulikuwa ni mchezo mwingine muhimu ulioleta taswira halisi ya maandalizi ya timu, kwani Mbeya City ni timu yenye kasi, nguvu na uwezo wa kucheza soka la kisasa, huku ikiwa imefanya maboresho makubwa ya kikosi chake kwenye dirisha hili dogo la usajili. Mchezo huu ulikuwa na kasi zaidi ya ule wa Mtibwa. Kila upande na kila mchezo alionyesha ukomavu na roho ya kuipambania nembo yake. Kikawa ni kipimo kingine muhimu cha stamina ya wachezaji pamoja na utekelezaji wa masuala ya kiufundi na mbinu za benchi la ufundi ndani ya uwanja. Hapa kocha alipata picha kamili ya kikosi chake, akitambua maeneo yaliyoboreshwa na yale yanayohitaji kazi ya ziada kabla ya kurejea kwenye michezo ya ushindani. Baada ya kukamilisha michezo ya kirafiki mkoani Morogoro, kikosi kilianza safari usiku wa siku hiyo hiyo kuelekea Dar es Salaam na kiliwasili salama alfajiri ya Juni 17 siku ya Jumamosi, kikiwa kimechoka lakini kikiwa na morali nzuri. Licha ya safari ndefu, hakukuwa na mapumziko marefu, kwani ratiba iliendelea kwa mazoezi ya kwanza katika uwanja wa KMC Complex uliopo Mwenge. Akizungumza baada ya mazoezi hayo, afisa habari Issa Mbuzi alisema kuwa timu imenufaika kwa kiasi kikubwa na michezo ya kirafiki, akisisitiza kuwa kilichofanyika Morogoro kimejenga mshikamano na kuongezea wachezaji hali ya kujiamini. Alieleza kuwa mazoezi ya Dar yanalenga kurekebisha makosa madogo yaliyoonekana na kuongeza makali kuelekea mchezo dhidi ya Azam FC. Session ya kwanza tukiwa Dar es Salaam imemalizika salama hapa KMC Complex, sehemu ambayo tumeweza kufanya mazoezi yetu ya kujiandaa kuelekea kwenye mechi ya tarehe 20 dhidi ya Azam FC. Ni kuthibitishia tu kila ambacho kimefanyika leo kinatoa dalili njema ya kwamba tunakwenda kufanya vizuri kwenye mchezo huo, kwa sababu pia hakuna changamoto yoyote kwa wachezaji wetu tangu tumeanza safari kutokea Manyara katika wilaya ile ya Babati, Turiani, Morogoro mjini na baadaye kuja Dar es Salaam. Kwa leo vijana wamepasha miili kidogo, kushtua nyonga mara baada ya kuja Dar es Salaam. Sasa na kinachofuata ni mwendelezo wa hiki ambacho tumekifanya hapa, na tarehe 20 tunakwenda kupambana kuhakikisha tunapata alama 3. Sio mchezo rahisi, mchezo mgumu, lakini kwa vyovyote takavyokuwa lazima tupambane kupata matokeo mazuri, na inshallah tutapata matokeo mazuri kwenye mchezo huo kwa sababu tumejipata, and we are Fountain Gate, gateway to Europe. Maandalizi yaliendelea siku ya pili pale pale KMC Complex, ambapo kocha mkuu Mohamed Laizer aliongeza mazoezi ya kimbinu, akisisitiza umakini wa hali ya juu, mawasiliano ndani ya uwanja na nidhamu ya kufuata mpango wa mchezo. Kocha Laizer alisema wazi kuwa mchezo dhidi ya Azam FC utahitaji umakini wa dakika zote 90, nidhamu ya hali ya juu na matumizi sahihi ya nafasi zitakazopatikana.
Kwa upande wao, wachezaji walionyesha utayari mkubwa, wakieleza kuwa maandalizi hayo yamewapa ujasiri na umoja zaidi kama timu. Walisisitiza kuwa wanatambua ugumu wa mchezo unaokuja, lakini wako tayari kupambana, kufuata maelekezo ya benchi la ufundi na kupigania matokeo chanya kwa ajili ya klabu na mashabiki wao. Neno lako kuelekea tarehe 20? Neno langu kubwa ni kwamba wajiandae. Sehemu wetu ni ule ule, tumejipata na imani tutaenda kujipata mbele ya Azam FC. Vijana wako unawaonaje? Vijana wangu wako tayari. Ni kikubwa, timu ipo tayari kupambana na Azam FC, lakini pia kutoa burudani kwa wanalambalamba. Kwa hivyo na washauri na waomba wananchi wa Babati, wananchi wa jiji la Dar es Salaam waje Chamazi kujionea mpira mzuri. Baba, Tupo. Mambo yanakwendaje? Kazi ipo. Kazi ipo. Lazima tuokote au si? Lazima. Tuokote. Lazima tupambane. Ndio. Ushindi upo? Ipo kabisa. Au si? Tukwambie ukweli mama. Wewe unaita kamera sio hivyo. Bwana, tarehe 20 hiyo hapo. Wewe unasemaje bwana Gustavo? Ndio hapo. Ushindi sisi tunampasua yule. Vizuri tu. Namba screen? Tunampasua. Tunajilamba. Tunajilamba. Au sijali wala nini. Nakubali. Kanuni inasema sio dhambi kwa timu mgeni kufanya mazoezi walau kwa saa moja kwenye uwanja wa mechi. Hiyo ikatupa nafasi sisi na kikosi chetu kupata muda mchache wa kufanya mazoezi ya mwisho kwenye uwanja wa Azam Complex uliopo Chamazi, ambao utatumika kwa ajili ya mchezo huu. Kwa ujumla, maandalizi haya yanaonyesha wazi dhamira ya timu kuingia kwenye mchezo dhidi ya Azam FC ikiwa imejiandaa kikamilifu kimwili na kiakili. Michezo ya kirafiki, safari za maandalizi na mazoezi makini ni ishara tosha ya nia ya kikosi kupambana hadi mwisho na kuendeleza ushindani katika msimamo wa ligi.